Mwana wa Afrika mmoja akaniuliza, Chiondo nazungumzia Kongo, hebu nisaidie historia ya Kongo. Nikamwambia Kongo kiufupi ilianza kujitengenezea utawala wake, ulikuwa utawala wa makabila, yani machifu na watemi. Tawala taifa kubwa ambalo limegawanyika vipande vipande, kila kabila ethnicity pamoja na koo zikawa zimejitenga, zimejiwekea utawala wao binafsi. Lakini utawala huu wa Kongo ukaenda, baadaye wakaja kuanzisha utawala wa himaya ya Kongo yenyewe. Himaya hii ya Kongo ilipitia mambo mengi, lakini himaya hii aliniuliza jamaa nimwanzie kumpa habari jinsi ukoloni waliingiaje pale Kongo. Wakoloni Kongo walianza kuingia mwaka 1490 ndio wakoloni walivyoanza kuingia Kongo. Tuseme karne ya 14 kwenda karne ya 15. Wakoloni wa kwanza kuingia Kongo walikuwa Wareno. Kongo hii tunayoiongelea leo ni Kongo inajumlisha Kongo Brazzaville, DRC, Angola pamoja na maeneo mengine ya nchi zilizo jirani. Kongo, mtawala wa Kongo aliwakaribisha Wareno anaitwa Nzinga Nkuu. Pia anajulikana kwa jina Nkuu Ntinu. Nkuu Ntinu ndio cheo, jina la cheo au title. Alikuwa mfalme wa dola ya Kongo kaskazini mwa Angola ya leo, mwanzoni mwa karne ya 15 hadi mwaka 1506. Yeye ndiye baba wa Alfonso wa kwanza. Wanasema Mvemba Nzinga. Mvemba Nzinga ni Alfonso. Huyu anaita Nzinga Nkuu ndio aliotawala kuanzia mwaka 1470 hadi 1506. Huyu bwana Nzinga Nkuu ndio waliwakaribisha Wareno kuingia katika nchi ya Kongo kuanzia mwaka 1497. Wareno wakaingia Kongo wakiwa na mikataba ya feki, mikataba isiyo halali ya udanganyifu, wakiwa na bunduki na vitu vyao vya kisasa vya Ulaya. Wakamvaa bwana Nzinga Nkuu, akakubali kuingia nao mikataba ya kibiashara. Wareno wakamwambia bwana Nzinga, ili kushirikiana na sisi inabidi